mtazamo wa Mungu wa maskani ya Mungu katika Agano la Kale ni tofauti na mtazamo wa Mungu wa maskani ya Mungu katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale Mungu aliwaambia watu wake, nitengenezeni pahali patakatifu, nitengenezeni maskani ambapo nitakuja kujidhihirisha, nitakuja kujifunua na kusema na ninyi katika hiyo maskani. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 8, Mungu anasema waambie nao wanifanyie patakatifu, wanifanyie maskani ili nipate kukaa kati yao. Sanctuary. Mungu alikuwa anawaambia nitengeneze tabernacle, nitengeneze temple, sehemu ambapo mimi nitakuja kujidhihirisha katikati yao. Tunaona ndani ya kila maskani ambao Mungu aliwaambia wamtengenezee, kulikuwa na mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza, kulikuwa na kinara cha taa chenye matawi 7. Kinara cha taa chenye matawi mangapi? 7. Matawi 3 kulia, 3 kushoto na tawi 1 katikati. Lakini kila kilichoonekana ndani ya maskani ya Bwana kilikuwa ni fumbo ambao kina maana halisi katika ulimwengu wa roho. Mfano, kwenye Zakaria sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 6, Mungu anazungumza na Zakaria. Zakaria anaona maono ya hichi kinara kinachoitwa menora, kinara chenye matawi 7. Kinara hichi kilikuwa kinazungumza kwa habari ya mwanga wa Mungu au nuru ya Mungu. Namba 7 katika ukamilifu wa Mungu ilikuwa ni nuru inayowaangazia watu katika maskani ya Mungu. Yesu Kristo anasema kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 12, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo kile kinara chenye taa 7, matawi 7 ya taa, ilikuwa ni nuru ya Mungu inayoangazia watu katika maskani ya Mungu, maana Mungu alijifunua katikati yao. Katika maskani ya Mungu kulikuwa na meza ya mikate ya onyesho. Kulikuwa juu ya meza kulikuwa na mikate 12 ikiwakilisha makabila 12 ya Israeli, ikiashiria ni ushirika wa Mungu pamoja na watu wake. Mikate 12 ilikuwa kwenye meza ya uonyesho. Yesu Kristo alipokuja kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 32, akasema mimi ndimi mkate wa uzima. Ile mikate 12, makabila 12 ya Israeli, ile mikate au ile mana katika Agano la Kale ilikuwa inawakilisha nani? Yesu Kristo. Yoyote atakaye kula katika Kristo Yesu, atakayeamini katika Kristo Yesu, atauona uzima wa milele, na siku ya mwisho Bwana Yesu atatufufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndani ya maskani ya Mungu palikuwa na sehemu ya kuvisha uvumba, sehemu ambayo chetezo na uvumba, ubani ulikuwa unavishwa katika madhabahu ya uvumba. Katika Agano la Kale, maskani ya Mungu, sehemu ya madhabahu ya kuvisha uvumba, ule uvumba ulikuwa unawakilisha maombi ya watakatifu. Kwa namna uvumba unavyoenda juu, ndivyo maombi, yale matakwa ya watakatifu yanafanyaje? Yanamfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 14, Zaburi 141, Zaburi 141 mstari wa 2, anasema maombi yangu yawe uvumba mbele zako. Anasema maombi yangu yawe nini? Uvumba unaopaa juu mbele zako. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 3 hadi wa 4, utaona kwamba maombi ya wale wanaomwamini Yesu Kristo watakatifu yamefanyika kuwa ni uvumba, ni marashi yanayopanda juu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine maombi ya watakatifu yamefanyika kuwa ni machozi yanayomwagika mbele ya kiti cha enzi, kiti cha ufalme wa Mungu.
Kitu cha mwisho ambao kilikuwepo maskani ya Mungu, kulikuwa na sanduku la agano. Sanduku la nini? La agano. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na zile amri 10 za Mungu zimewekwa kule, lakini kulikuwa na ile fimbo ya Haruni, kuhani Haruni, ile fimbo ambayo ilikuwa inachepusha ua, mche ambao unatoa maua, ulikuwa ndani ya sanduku la agano. Lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwa pia kuna mana, wameweka bakuli la mana, ikimaanisha neno la Mungu. Agano Jipya, mtazamo wa Mungu wa maskani ya Mungu ni tofauti na agano la kale. Katika agano la kale Mungu aliwaambia nitengenezeni sehemu, ni physical place, ni geographical location, ni hapa, nitengenezeni hapa, nitakuja kujifunua, aidha kwenye mlima, aidha kwenye mabonde au sehemu fulani. Walipotengeneza madhabahu na kuweka vile vitu na kufanya kafara ya damu za wanyama, Mungu alifanyaje? Alikuja kujifunua, akajidhihirisha. Huo ndio mtazamo wa maskani ya Mungu katika agano la kale. Ila mtazamo wa Mungu katika agano jipya, maskani ya Mungu ni Mungu aliyejifunua na anayeishi na anayeambatana pamoja na nani? Na wanadamu. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 3 anasemaje? Ufunuo 21 mstari wa 3 anasemaje? Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu ambaye anachangamka. Haleluya. Anasema maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Mungu katika agano hili jipya haonekani wala hapatikani sehemu fulani. Wengi leo wanakimbia Israeli wakiamini kwamba Mungu anapatikana wapi? Israeli. Wakati wale ambao wako kule Israeli, ukimhubiri Yesu Kristo, wanakutupia mawe na wanakutemea mate. Wale Wayahudi wa mchongo, Waisraeli wa mchongo waliko kule Israeli. Wale sio Waisraeli ambao walitawanyika katika Biblia mataifa mbalimbali. Wale ni Waisraeli waliotengenezwa, ni wazungu waliotengenezwa na kwenda katika nchi wakajiita Waisraeli. Hakuna sehemu ambapo kumbukumbu ya kaburi la Yesu Kristo lilipoachwa. Mungu alijua akiacha kumbukumbu la kaburi Yesu Kristo, watu watatengeneza kuwa ni madhabahu, watakufanya ibada pale, itakuwa ni sehemu ya miungu. Akapoteza ushahidi. Mungu alijua kwamba Musa, Wayahudi, Waisraeli wanapomwamini Musa, kumbukumbu ya kaburi lake ikijulikana amezikwa hapa, watajenga kanisa hapo, watamwabudu, itakuwa sehemu ya kufanya ibada. Akamzika mwenyewe. Mungu sio mwanadamu, sio mjinga. Mungu alipoteza sehemu nyingi mara baada ya wana wa Israeli kusambaratika dunia nzima. Waisraeli ambao wako sasa ni Waisraeli walioingia na kuunda taifa la Israeli la kisiasa mwaka 1948. Kwa hiyo walokole na mabishop na wachungaji wanaoenda Misri, wanaenda Israeli kuchukua mafuta ya mzaituni na maji ya mto Yordani, wakisema ni maji ya upako, ni walokole ambao wako mwilini. Yesu Kristo anamwambia yule mwanamke Msamaria kwenye Yohana sura ya 4 mstari wa 20 hadi wa 24. Mwanamke Msamaria anamwambia, baba zetu wanaabudu kule katika milima ile, na nyie Wayahudi mnasema mnaabudu kule Yerusalemu. Yesu anamwambia, saa inakuja watu watamwabudu Mungu kule. Mungu atapatikana kule, kwenye physical location, kwenye mahekalu. Mungu ataabudiwa katika roho na nini? Roho na kweli. Roho na kweli ni Kristo, ni Mungu aliyejifunua ndani ya moyo wa mwamini. Yesu katika Yohana sura ya 2,
Yohana sura ya 2 mstari wa 19 hadi wa 21, anawaambia Wayahudi, libomoeni ile hekalu aliyojenga baba yenu Suleimani, mimi nitaijenga ndani ya siku ngapi? Siku 3. Akasema, mtu huyu hana akili. Baba yetu Suleimani amejenga hekalu hili ndani ya miaka 46 na nusu, anasema eti atajenga ndani ya siku 3. Yesu alikuwa anamaanisha, nitajenga hekalu mara baada ya kufa, siku ya 3 nitakapofufuka nitajenga hekalu lipya. Mungu hataabudiwa tena sehemu, ataabudiwa katika roho na nini? Roho na kweli. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Leo hatuendi milimani kumtafuta Mungu. Tukienda milimani kujitenga ni kwa sababu kwenye familia zetu kuna makelele ya watoto, kuna watu wanatudistabu. Sio kwamba Mungu anapatikana mlima fulani. Kuna mtu mmoja anaongea naye, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mimi na wewe tumekuwa ni hekalu la Mungu, na moyo wetu umekuwa ni madhabahu ya Mungu. Sanduku la agano leo ni uwepo wa Mungu. Agano la kale, sanduku la agano lilikuwa ni kile kinachobebwa, kimewekwa makerubi, kina mana ndani, bakuli la mana, kina amri 10 za Mungu. Lakini katika agano jipya, sanduku la agano linamaanisha nini? Uwepo wa Mungu. Kokote sanduku la agano lilipoenda, na uwepo wa Mungu uliambatana na hilo sanduku la agano. Leo sanduku la agano ni Kristo ndani ya muamini. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya makao ndani ya mwanadamu. Wakati Mungu ambaye ni neno anataka kumkomboa mwanadamu, Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, mstari wa kwanza, wa pili, wa 3 na wa 14, Mungu ambaye ni neno aliuvaa mwili. Alitoka katika asili yake ya Mungu ambaye ni roho, alitoka katika asili yake ambaye ni neno, akauvaa mwili wa mwanadamu, akaja akaishi pamoja na mwanadamu, maskani ya Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Na mara baada ya kufa akazikwa, lile tendo la kazi ya msalaba, tendo la kazi kamilifu ya kidhabihu. Alipomaliza akasema, msubirini Yerusalemu, msubiria ahadi ya nani? Ya Baba. Alikuwa anamaanisha ni ule mpango wa Mungu. Manabii walitabiri, wakina Yeremia, wakina Yoeli, nitakuja kufanya makao ndani yenu, nitawapa moyo mpya, nitaweka roho mpya ndani yenu, nitakuwa Mungu kwenu, nitakuwa baba yenu, na nitakuwa katikati yenu. Mpango wa Mungu tokea agano la kale ni Mungu kufanya maskani pamoja na nani? Na wanadamu. Kokote unapotembea, Mungu aliyoko ndani yako na aliyoko ndani yangu tunamwakilisha kwa kuongea. Tukiomba ni Mungu anajibu tokea ndani yetu, tukitenda Mungu anajibu tokea ndani yetu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Hatumwombi Mungu ambaye anajibu kutoka kwenye mawingu, tunamwomba Mungu ambaye amefanya makao ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 21 na 22, anasemaje? Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Katika Kristo Yesu sisi sote tumejengwa, tumefanyika kuwa ni maskani ya nani? Mgeukeji nako mwambie, wewe ni maskani ya Mungu. Ni sehemu ambapo Mungu anakutanika, sehemu ambapo Mungu anaishi. Isaya 66 mstari wa kwanza anasemaje? Isaya 66 mstari wa kwanza anasemaje? Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaya anasema, Mungu anasema mbingu ni mahali pangu, dunia niseme kuweka. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Makanisa tunayojenga kwa kutumia matofali na tiles na mabati, tunajenga kama sehemu ya kukutanika, kufanya ushirika na kushare mwili wa Kristo, sehemu ya kuonyana, kufundishana na kumtukuza Mungu pamoja. Lakini sio kwamba makanisa yanayojengwa kwa mikono ya mwanadamu ni sehemu ambapo Mungu anaishi.
Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24, anasema Stefano anasema Mungu akai katika hekalu lililojengwa kwa mikono ya mwanadamu. Matendo ya Mitume 17:24. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 48 hadi wa 53, neno la Mungu